Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakasa na kumtakia ziada ya rahma kiongozi wa umma bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na ahali zake na maswahaba zake kwa ujumla na waislamu wote walio hai na waliotangulia, insha Allah Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri na akatuingize peponi kwa rehema zake. Na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ama kwa hakika wamefaulu wale ambao waliomcha Mwenyezi Mungu katika haki ya kumcha. Ndugu zangu katika imani, msingi wa hutuba yetu ya leo utasimama katika maneno matukufu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyozungumza katika surati Dahri ukianzia aya nambari 1. Allah subhanahu wa ta'ala anaizungumzia historia ya uwepo wa mtu katika dunia. Allah anasema hal ata ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura, kwamba kilipita kipindi kirefu sana katika miaka dahri. Katika hesabu ya miaka kuna vipindi vya kuhesabu miaka. Kuna kipindi cha miaka dahri, kuna kipindi cha miaka alfu ambacho hiki kimeitwa kipindi cha alfa sana, lakini pia kuna kipindi cha karne cha miaka 100. Kuna hesabu ya miaka 100, kuna hesabu ya miaka alfu na kuna hesabu ya miaka dahri. Maana yake katika Waingereza au wazungu wanaita ni kipindi cha millennia. Allah anasema hal ata ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura, kwamba ilipita milenia nyingi sana, yalipita mamilioni ya miaka, mwanadamu hakuwa kiumbe chenye kutajwa katika dunia hii. Katika ufundi wa uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, katika kuumba kwake kote, kiumbe wa mwisho aliyekuja kumuumba ni mwanadamu. Na mwanadamu amefanywa kuwa kiumbe wa mwisho kwa sababu ameletwa yeye akiwa ni mtawala katika ardhi hii. Na hili lipo hata katika mifumo yetu ya kidunia ya kiprotoko. Lau kama pahala anasubiriwa kiongozi, pahala akawa anasubiriwa rais au waziri, protoko hairuhusu kwamba rais aanze kuja alafu ndio wafuatie raia, isipokuwa utaratibu ni kwamba wanaanza kuwa raia, kisha watu wa system wanatoa taarifa kwamba hali imekuwa nzuri, sasa mnaweza kumleta namba 1, mnaweza kumleta namba 2 kwa maana ya rais au makamu wa rais. Taarifa inakuja, alafu rais ndo anakuja anaingia. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuumba kila kitu akahitaji kuja kumuumba mtawala, na hili limethibiti katika Qur'ani. Ukisoma surati al-Baqara sura ya 2 aya nambari 30, Mwenyezi Mungu alipoambia malaikatu Rahman inni ja'ilun fil ardi khalifa, mimi nataka kuumba kiongozi katika ardhi. Malaika akamwambia ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, Mwenyezi Mungu nataka kuumba kiumbe huyo atakayekuja kufanya ufisadi katika ardhi, atakayekuja kumwaga damu. Kama lengo ni kuabudiwa, mbona sisi tunakuabudu Allah subhanahu wa ta'ala? Mwisho wa siku Mwenyezi Mungu akamwambia inni a'lamu ma la ta'lamun, mimi ninayajua ambayo nyinyi hamyafahamu. Lakini mahama kana, malengo na makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala kwanza ilikuwa ni kumuumba mtawala katika ardhi. Na hili pia limethibiti katika Qur'ani. Mungu alipoendelea kukazia aliposema walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri, tumemkirimu sana huyu mwanadamu na tukambebesha vyote vilivyomo bara na baharini, kuonyesha kwamba mwanadamu ni mtawala na mwanadamu ameletwa katika dunia kwa malengo maalum. Na utawala wako una nafasi nyingi sana. Katika mifano ya kawaida, si jambo la muujiza leo hii kukuta mwanadamu anafuga simba, lakini hujapata kusikia simba na ukali wake aliyokuwa nao na maguvu aliyokuwa nayo akamfuga mwanadamu, kwa sababu yeye hakupewa sifa ya kumtawala huyu mwanadamu, ila simba atatawala wanyama wenzake. Huu ni utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kumtukuza huyu mwanadamu. Lakini pia ukitembea maeneo ya wafugaji, si jambo la ajabu kumkuta mtoto mdogo wa umri mdogo, miaka 10, ana uzito wa kilo 40, analiongoza kundi la ng'ombe 100. Kila ng'ombe mmoja ukimpima ana wastani wa kilo 100 mpaka 150. Kijana yule anawaongoza wale ng'ombe kwamba sasa twendeni mkale. Hawaulizi kama mmeshiba, anawaswaga, anawatoa, anawapeleka kunywa maji. Hawaulizi kwamba kiu kimekwisha, anawaswaga, anawapeleka zizini. Mahama kana itakavyokuwa, huyu amejaaliwa kuwa mtawala. Jenga picha ya kifikra ya kibinadamu. Lau kama Mungu angewapa fikra ndogo wale wanyama, wakati wanakula majani wakajadiliana, sisi tuko 100,
tuna uzito mkubwa kuliko huyu kijana, huyu kitoto kidogo kinatuburuza na tupeleka anavyotaka yeye, hebu tumuonyeshe action kidogo kwamba sisi ni wengi na sisi ni wazito. Bila shaka kijana yule angekufa porini kwa kupigwa pembe na wale ng'ombe, lakini Allah ameyafunga haya kwa sababu amemtukuza sana huyu mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu ni kiumbe mtukufu sana katika dunia hii, ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawa amemleta. Lakini mwanadamu huyu Allah subhanahu wa ta'ala hakumwacha hivi, alimletea amri, akamletea sheria, akamletea na hukumu ili apate kuishi kupitia hizo. Sasa katika maisha yetu haya kuna misingi ambayo tukiishi nayo maana yake tutaishi katika dunia tukiwa ni wafalme. Lakini katika maisha haya pia kuna misingi ambayo tukiacha maana yake ni kwamba tutaishi katika dunia hali ya kuwa ni watumwa. Mambo gani manne ambayo mwanadamu akiwa nayo ataishi katika dunia hali ya kuwa ni mfalme, hususan ni Muislamu? Leo Muislamu, ni mambo gani manne unayotakikana kuwa nayo ili ukiwa nayo utaishi kama mfalme? Lakini mambo haya manne yakikuepuka maana yake utaishi katika dunia hali ya kuwa ni mtumwa. Mambo hayo ni mambo gani? Wako baadhi ya wanazuoni, Mwenyezi Mungu awahiradhi, waliyafafanua mambo haya. Jambo la kwanza ambalo mwanadamu anahitajika kuwa nalo, na akiwa nalo ataishi hali ya kuwa ni mfalme, na akilikosa ataishi hali ya kuwa ni mtumwa. Jambo la kwanza ni al-ilmu, kuwa na ilmu. Ilmu ni neno la Kiarabu lenye herufi tatu, ain, lam na mim. Baadhi ya watu katika kulitohoa wakasema ain ikiwa inawakilisha illiyin kwa maana ya kupata mlango wa pepo, lam ikiwa inawakilisha lutfin kwa maana ya utukufu, kila mwenye ilmu Mwenyezi Mungu humpa iza, humpa utukufu. Lakini mim Mwenyezi Mungu hujalia kuwa mulku, kwa maana ukiwa na ilmu utakuwa ni mtawala. Jambo la kwanza ni ilmu. Tujipime katika hili katika umma wa Kiislamu. Je, leo hii umma wa Kiislamu ilmu kwa maana ya ilmu tunayo? Na kama tunayo ilmu hiyo, tumenufaika na nini katika ilmu sisi tukiwa kama Waislamu? Ndugu zangu, katika familia, katika jamii ambayo iko nyuma katika masuala ya ilmu, tukubaliane ndani ya kutokukubaliana, sisi Waislamu ni miongoni katika watu wenye kuongoza katika hilo. Leo tujiulize, katika mazingira ya kawaida, wasiokuwa katika sisi wana universities ngapi? Wasiokuwa katika sisi wana secondary schools ngapi? Wasiokuwa katika sisi wana primary schools ngapi? Tujiulize katika mazingira hayo ya kawaida. Lakini pia tujiangalie sisi kama umma wa Kiislamu katika swala zima la ilmu, tumepropose nini kwa ajili ya kuja kuzalisha wataalamu wa Kiislamu katika siku zinazokuja? Jiulize, katika familia yako una madaktari wangapi katika Uislamu? Katika familia yako una wanasheria wangapi? Jiulize, katika familia yako kuna wakunga wangapi? Hili ni jambo la kujiuliza kama umma wa Kiislamu. Leo hakuna kitu kinachodhalilisha kama mwanadamu kukosa ilmu kwa maana ya utambuzi wa mambo. Tunaona baadhi ya watu wanakuwa watumwa kwa vitu vidogo. Kafiwa na baba yake mzazi, anashindwa hata kwenda kumstiri baada ya kufariki. Hajui anachofanyiwa maiti kitu cha kwanza ni kitu gani. Hajui baba yake kafa, pengine kafa kidhalili, kafa pengine haja zimemtoka, mguu mosi mguu pili anakuja msikitini kuja kumuita imamu. Imamu ndio akaone aibu ya baba yake, aende akastiri aibu ya baba yake. Kilichompelekea huyu mpaka akawa katika mazingira haya ni nini? Ni kukosa ilmu. Leo ngapi tunao katika jamii hiyo ya Kiislamu? Tujiulize katika hili. Lakini kukosa wataalamu katika Uislamu ambao hatukuandaa, madhara yake ni nini? Ndugu zangu, hili nalizungumza na likae katika vichwa. Leo tunazungumza kwa bashasha na tunahamasishana. Tujiulize katika mfano mdogo wa Kiislamu katika swala zima la ilmu, mfano mdogo tu. Leo tunatoa mawaidha tunavyoweza, tunakuwa wakali tunavyoweza, tunawavalisha wake zetu nikabu tunavyoweza, tunasimama kidete kuzilea familia zetu katika misingi ya Kiislamu. At end of the day tujiulize kitu kimoja tu. Mkeo akipata mimba, akihitaji kwenda kujifungua,
jiulize wewe Muislamu, una uwezo wa kwenda hospitali ukasema kwamba huyu mke wangu sihitaji aje azalishwe na daktari mwanamume, nataka azalishwe na daktari mwanamke? Uwezo huo Muislamu unao? Ushafikia hapo? Leo wangapi wake zetu washazalishwa na wakunga wanaume? Wangapi? Tujiulize, tulipokosea ni wapi? Tumeandaa madaktari wangapi? Tuna proposal ya madaktari wangapi? Tuna proposal ya watoto wa kike kuwa wakunga wangapi kama umma wa Kiislamu? Iwe kama msikiti, iwe kama familia, iwe kama mtaa, iwe kama jamii ya Kiislamu. Wangapi ambao tumeandaa katika hilo? Leo kelele zote, juhudi zote ulizokuwa nazo, mkeo akihitaji kujifungua atakwenda kujifungua na mkunga mwanamume. Kuna jambo linaloumiza kama hili? Aura ya mkeo kwenda kuonekana na mwanamume mwenzako. Mkeo anaumwa, anakwenda kupimwa PV na daktari mwanamume, anamuingiza vidole katika sehemu ya siri. Sisi Waislamu halituumizi hilo, lakini Waislamu haya kwetu hatuyaoni, wala hatuna muda wa kuyajadili. Tunachojadili kikubwa, wewe kwa nini huna ndevu? Tunapenda vile vitu ambavyo sio vya kutengeneza. Sunna ya ndevu ni kuamua tu kwamba mimi sasa hivi sinyoi, nafuga ndevu, zinakuja. Ndevu hazipaliliwi, hizi zinakuja zenyewe. Mbona vya kutengeneza hatushughuliki navyo? Sisi Waislamu, mazingira yetu na umma wetu tunakuelekea wapi? Private. Ukihitaji mkeo ajifungue private, na kuangalia sisi kama Waislamu tutafanya nini ili tuweze kuupeleka mbele umma wa Kiislamu, hususan katika swala zima la ilmu. Panapopatikana ilmu, mwenye ilmu anakuwa ni mfalme, asiyekuwa na ilmu anakuwa mtumwa. Leo tuwe na kesi hapa msikitini, tunahitaji tuweze kupata advocate, lazima tumtafute. Na ukienda kwa advocate kwa sababu hujawekeza chochote kwake, atakupiga hela anayotaka yeye. Hamkumuandaa nyinyi Waislamu huyu katika ilmu. Kajisomesha mwenyewe kwa tabu ya mama yake kuuza vitumbua na chapati kaukau na pesa ya upatu, pesa ya vikoba. Hamkujiandaa chochote. Kwa hiyo mnapokwenda na matatizo yenu ya msikiti, hapa ndio wakati wa kufidia na kumfurahisha mama yake. Anakuambia kesi hii bila milioni 15 siwezi kuisimamia. Na mkiangalia mnaiona kesi mbona nyepesi, ushahidi si tunao, lakini kilichowafanya mpaka mnakuwa watumwa kutoa milioni 15 ni nini? Kwa sababu hamna ilmu ya kulifanya jambo hilo na hamkuandaa watu wa kuyafanya hayo. Kwa hiyo mtatoa pesa hiyo. Ilmu kwa mwenye ilmu akiwa nayo anakuwa ni mfalme, lakini yule mwenye kuikosa ilmu katika maisha ya kawaida anakuwa ni mtumwa. Hili ni jambo la kwanza ambalo mwanadamu akiwa nalo atakuwa mfalme, na yule ambaye atakayelikosa ataendelea kuwa ni mtumwa katika maisha ya dunia. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, al-ardhu, ardhi. Katika vitu ambavyo Waislamu leo tumevisahau, tumevipuuza na tuvitilii maanani ni swala zima la ardhi. Ndugu zangu katika imani, ardhi ndiyo inayowafanya leo hii wa Palestina wanauliwa. Ardhi ndiyo inayowafanya leo hii wa Palestina wamekuwa mayatima na wengine wamekuwa wajane na kufanywa vibaya. Ni ardhi. Leo Waislamu hatujapewa somo la ardhi katika nyumba zetu za ibada, lakini wasiokuwa sisi wanajua thamani ya ardhi. Mpo wazee hapa ambao mimi ni mjukuu wenu. Jengeni picha ya miaka 30 iliyopita au 40. Kariakoo tu hapa, Kariakoo zaidi ya 90% mpaka 99% wakazi wa Kariakoo walikuwa ni Waislamu. Sana walikuwa Wazaramu, walikuwa Wandengereko, walikuwa na Wamanyema, ndio wenye majumba yao. Baada ya wazee kufa wakaachiwa watoto. Walipoachiwa watoto hawakusomeshwa katika nyumba za ibada thamani ya ardhi. Wameuza. Watu wametoka Iringa huko, wametoka Mbeya, anakuja anaambia hii nyumba hapa mimi nitakupa milioni 500. Akifikiria hata milioni 3 hakuwahi kuipata. Milioni 500 anauza milioni 500. Akimaliza hapo anakwenda zake Mbagala, anajenga zake nyumba 3, akishamaliza pale nyingine anaongeza mke, khalasi maisha yamekwisha. Katoka katikati ya mji kaenda pembeni ya mji.
Kwa sababu somo hili alipo katika dini, miaka 50 60 itakwenda. Huyu mzazi aliyenunua Kariakoo itafikia pahala atawekeza, ni sehemu ya kitega uchumi, familia yake itapata pesa. Mji Mbagala ushakuwa mkubwa, miaka 50 mtoto wa huyu naye atatoka, atakuja Mbagala, ndio kumechangamka kibiashara, ndio Waislamu wengi wanauza majumba yao wanakimbilia kule. Kipindi hiko nyumba ishatoka milioni 500, ishafika bilioni. Mtoto wako atakuja atanunuliwa nyumba tena pale Mbagala kwa bilioni 1, atatoka Mbagala anaenda Kiparanganda Rufiji. Anaondoka huyo, familia imetoka Kariakoo ikaja Mbagala inakwenda Kiparanganda, ndio inaondoka hiyo. Ghafla kizazi cha 4 cha 5 kitajikuta kiko Mkunya mpakani baina ya Msumbiji na Tanzania. Ghafla wanakuwa wajielewi, sisi asili yetu Tanzania au asili yetu Msumbiji. Kipindi hiko mnataka kurudi, wale walioko huko hawauzi tena ardhi. Ndicho kilichotokea Palestina. Israeli hawakuingia Palestina na kuvamia tu, hapana. Waliingia kama investors, wawekezaji. Kwanza walipigwa umaskini wa Palestina, halafu wakaja Mayahudi kama wawekezaji, wakafungua viwanda na kuajiri baadhi ya Wapalestina na kuita wataalamu kutoka kwao katika mpango uliodhaminiwa na Umoja wa Mataifa pamoja na Uingereza na Marekani. Wanakuja pale kama wawekezaji, wanawaajiri watu, wataalamu wanaletwa, wananunua eneo hili hapa, wanatengeneza kiwanda. Wananunua viwanja, wanajenga vijumba vyao. Baadaye nakuja kiwanda kingine kinafunguliwa, wanaita ndugu zao wanakuja. Ghafla wakajikuta katika Palestina, mfano eneo kama ile Kinondoni lote wamejaa Waisraeli watupu, ndio eneo ambalo wao wamenunua. Jamani, tuko sawa sawa, wataalamu wa plumbing tunao, wataalamu wa mambo ya jeshi tunao, wataalamu wa mambo ya umeme tunao, wa mambo ya maji tunao. Basi kama sote tumekamilika na udhamini tunalitangaza eneo hili lote tulokuwa nalo hili. Hii ni mamlaka ya Kiisraeli. Lakini kuuza waliuza wenyewe. Wanakuja kutamaki turejeshe, tayari watu washajipanga vizuri sana. Waislamu hatujajua thamani ya ardhi. Nenda Songea, pita Mikumi. Kama unaenda Songea kule mbele, inafikia pahala unakuta kuna eneo, kuna kikanisa kidogo, mji huko kilomita 20, wamezungushia fence. Unajiuliza, hawa wamejenga kijumba hiki kikanisa kidogo, mji huko kilomita 20, hawana akili timamu? Hapana, wana vision, wanaangalia miaka 50, miaka 100 mbele. Sisi tunazaliana tunakuwa. Kama mji upo kilomita 20, maana yake baada ya miaka 50 60 mbele, wale watu watazaliana, mji utakuja hapa, patakuwa city center. Wakati panakuwa katikati ya mji, tayari wenzetu wana uwanja, ambao uwanja huo wana uwezo wa kujenga shule, wana uwezo wa kujenga hospitali, wanapata viwanja vya michezo, kila kitu wanacho. Sisi Waislamu, fikra yetu tuliokuwa nayo, tunaangalia sasa hivi tukitaka kujenga msikiti. Huu msikiti bwana, waumini tuko ngapi? Tuko 200. Tutajenga square meter zile za kutosha waumini 200. Hatujui tuna wake, tuna watoto na watoto wetu watazaa, wala fikra ya kwamba kutakuwa na shule hakuna. Sisi tunafikiria hapa. Wakati Allah ametupa sifa sisi tuita ulu albab, watu wenye akili, very important person. Mbona haya tuyaoni? Umma wa Kiislamu haujajua thamani ya ardhi. Leo hii katika somo la ardhi, aliyekuwa na ardhi anakuwa ni mfalme, na yule mwenye kuikosa ardhi ataendelea kuwa mtumwa kwa mwenye ardhi. Kwa hiyo jambo la kwanza ilmu, jambo la pili al-ardhu, kuwa na ardhi. Hivi ni vitu very sensitive katika umma wa Kiislamu. Ili tuweze kwenda mbele, lazima vitu hivi viende sambamba, kuwa na ilmu, lakini jambo la pili kuwa na ardhi. Ardhi ndiyo maendeleo, ardhi ndiyo rasilimali isiyohamishika, ardhi ndiyo rasilimali kadri siku zinavyozidi kwenda mbele yenyewe inapanda thamani, huwa haishuki thamani. Leo Waislamu, elimu hii ya ardhi kwetu iko wapi? Ndugu zangu katika imani, mambo haya mawili ya kuanzia, mwanadamu akiwa nayo, mwenye nayo atakuwa ni mfalme, na mwenye kuyakosa atakuwa ni mtumwa. Mwenyezi Mungu aturudishie iza yetu, aturudishie ufalme wetu, na tuweze kuyatambua hayo. Wallahu tabaraka taala yaqulu biqawli atadum tarun fa idha quri'a alquran fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Wa qala azza min qa'ilin fa idha qara'ta alquran fasta'id billahi minash shaitanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. Nakusieni mara ya pili pamoja na kusia nafsi yangu
juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa hakika wamefaulu wale ambao waliomcha Mwenyezi Mungu katika haki ya kumcha. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani katika sura ya 51 aya nambari 56, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na watu isipokuwa wapate kunifanyia ibada. Ndugu zangu, katika kumalizia, tutamalizia jambo letu moja na inshallah lingine Mwenyezi Mungu akijalia tutakuja kulizungumza wakati mwingine panapo hai na uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la tatu ambalo hili mwanadamu akiwa nalo, mwenye kuwa nalo atakuwa ni mfalme na mwenye kulikosa atakuwa ni mtumwa, ni kitu kinachoitwa al-i'tisadu, uchumi. Kuwa na uchumi. Leo katika Uislamu, ndugu zangu, uchumi upo, lakini swali la kujiuliza, unatumika vipi uchumi kwa ajili ya kunufaisha umma wa Kiislamu? Ndugu zangu, nenda leo katika stendi za mabasi kama Mbezi, asilimia takriban 90 ya basi zinazotoka pale ni Waislamu. Ukitafuta wafanyabiashara wakubwa Tanzania hii, katika 10 bora 7 ni Waislamu. Tujiulize, hawa matajiri wenye kuongoza na kufahamika, sisi kama Waislamu tumenufaika nao nini kwa ajili ya maendeleo ya Kiislamu? Mwingine anaweza akakwambia unajenga msikiti. Sawa, umejenga msikiti. Lakini msikiti umejengwa kwa malengo gani? Ya ibada kwa maana ya swala, au msikiti wenyewe ni taasisi ya kufanya maendeleo katika umma? Maana kuna utofauti kutengeneza msikiti kwa maana ya kufanya ibada na kutengeneza msikiti kama ulivyokuwa katika zama za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika zama za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, msikiti ulikuwa ni kila kitu katika umma wa Kiislamu. Msikiti ulikuwa ukiangalia wajane, msikiti ulikuwa ukiangalia mayatima, msikiti ulikuwa ukisomesha watu, msikiti ulikuwa ukikusanya zaka, msikiti ulikuwa ukiangalia maskini. Kila kitu kinachohusu katika jamii kilikuwa kikifanyika katika msikiti katika zama za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiulize, katika matajiri hawa tumenufaika nini sisi katika Uislamu? Leo katika matajiri wakubwa unawajua wewe wa Kiislamu ndio wakubwa wa kudhamini mipira, na anakaa mtu anajinasib kwamba hii timu usione hivi, kwa mwaka kuiendesha peke yake nalipa bilioni 5. Bilioni 5. Kuna watu wanalipwa mishahara mikubwa milioni 24. Muislamu ndo anatoa pesa hii ya kuwalipao mishahara. Mtu ambaye hata kuchukua udhu hajui, mtu ambaye hata kuoga janaba hajui. Leo katika umma wa Kiislamu tuna walimu wangapi wa madrasa ambao wanahangaikia maisha yao katika kuwafundisha watu kalima la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Leo katika Uislamu tujiangalie, kama tungekuwa pesa hizi tuna uwezo wa kuziwekeza hata kibiashara katika Uislamu, kwamba tunaanzisha shule, tunaanzisha hospitali ya rufaa. Tujiulize, hatuna uwezo huo sisi kama Waislamu? Vipo vitu vya mfano. Leo Waislamu, hili nalirudia, hesabu ya kawaida tu, kwamba Waislamu tuseme Tanzania nzima tuko Waislamu 200,000. Tunahitaji kutengeneza maendeleo katika mfuko wa Kiislamu. Tu Waislamu 200,000 tu. Wengine tuseme wamekufa, wengine hawana mpango na mambo ya Kiislamu. Waislamu 200,000 tu. Tanzania nzima. Katika Waislamu hawa, kila Muislamu hakikisha kwa siku anatoa shilingi 50 katika mfuko wa maendeleo ya Kiislamu kwa mpango maalum utakaowekwa. Wataalam tunao, wengine hawasali. Ndugu zangu katika imani, maprofesa wa Kiislamu baadhi tunao, wana ideas nzuri, wanaweza kuandika proposal nzuri ya maendeleo ya Kiislamu. Akaja akatizama eneo kama hili lilipokaa, akatizama msikiti, akasema kwa ninavyoona msikiti huu kwa location iliyokuwepo, tukifanya mradi fulani itafikia pahala msikiti utaingiza kiasi fulani kwa mwaka, tutasomesha mayatima, tutaangalia wajane, na wako baadhi ya watu watagaiwa misingi ya kibiashara katika Uislamu. Wapo watu wamejaliwa akili hiyo, lakini wako nje ya umma wanatuangalia tutafanya nini. Kusadas wana kawaida ya kuwafata wasomi wao,
wanapoanzisha miradi yao wanawafata. Hata wanapotaka kujenga wale maplana wanakwenda kuwafata. Bwana, kwa ajili ya kanisa tunahitaji hapa kiwanja chetu ni square meter hiki 3000, tunahitaji hapa tujenge kwa msingi gani? Mtu anakaa anatulia kwamba nimefatwa na watu wa kanisa, atatengeneza proposal, atatengeneza ramani na ataweka ideas zake bure. Leo katika Uislamu watu kama hao wapo, hawafatwi. Na hata wenyewe wanaogopa kujitokeza kwa sababu nyinyi wenyewe mashehe mkishakaa katika mazungumzo yenu kila siku mnapelekana motoni. Mwenye kufunga mwezi wa Saudia huyu kafiri, huyu anayefunga mwezi wa Rufiji ufinari jahannam, tena mnaongezea khalidina fiha na abada kabisa, kama wa moto wa Mungu mmechangia kuni. Yani nyinyi wenyewe kila siku mnapelekana motoni. Tena mnaswali. Sisi ambao hatuswali tukienda pale itakuwaje? Sisi tutaonekana sisi ndio vibiriti wenyewe au ndio chanzo cha moto huo? Hawaji. Lakini tukiweka open vitu kwamba njooni wataalamu wa Kiislamu tukae pamoja tuone tunafanya nini katika kunusuru umma. Wapo watu hata kama ni mlevi atuletee mawazo yake ambayo wewe huna. Hii ndio elimu aliyokuwa nayo, wewe huna. Wewe ushazoea kufundisha alifatate ni yani, wewe huna fani hiyo. Lakini wapo watu japokuwa hawaswali ni Waislamu na wanaupenda Uislamu, hawajajaliwa tu katika hilo, Mwenyezi Mungu aongoze, lakini hawajafatwa hawa. Na sisi Waislamu tuna kawaida ya kuwatenga watu ambao hawafanyi ibada, hatuinao karibu. Leo kuna mtu akisha swali swala 5 anajiona yeye basi minal faizin, maana yake yeye ndo kafuzu moja kwa moja, anachosubiria ni kufa tu kuingia peponi. Akimwona mtu badala ya kumuombea dua yeye ndo anamlani. Ndio Uislamu. Sasa Waislamu 200,000 kwa shilingi 50 tu kwa siku, ukipiga mahesabu shilingi 50 kwa wiki, Muislamu mmoja anachangia wastani wa shilingi 350. Hii pesa ukiipiga mara hesabu kwa mwezi inasimama baina ya shilingi 7,000 kama na 300, kitu kama hicho, kama hesabu zangu hazijaenda vibaya. Kwa mwaka atakuwa amechangia shilingi 16,800 kwa shilingi 50 tu kwa siku. Muislamu mmoja ana uwezo wa kuchangia shilingi 16,800. 16,000 hii na 800 ukiifanya mara Waislamu 200,000, maana yake kwa shilingi 50 kwa mwaka Waislamu tuna uwezo wa kukusanya bilioni 3 na milioni 360 kwa shilingi 50 tu. Bilioni 3 milioni 360 kwa shilingi 50 tu kwa Waislamu 200,000. Tanzania tuko Waislamu milioni ngapi? Tukiwa na husnu sudikinia kwamba sasa tunakwenda mbele katika mfumo wetu wa kimaendeleo wa Kiislamu, tunahitaji kuanzisha mathalan benki baada ya miaka 3, tuna mpango wa kutaka kuanzisha university, tuna mpango wa kwenda kuanzisha hospitali ya rufaa, bilioni 3 milioni 360. Hatujapata msingi wa kuanzia japokuwa majengo yasiokuwa na vifaa. Lakini Waislamu wa kuyasimamia haya na kuyazungumza wako wapi? Tunagombea mwezi, tunagombea maulidi. Leo tumebaki sama siku 50 na kitu kidogo kuingia kwenye Ramadhani, tutaanza. Na matatizo yetu kichwani huwa hayapoi. Kila mwaka wanaopinga hoja zile zile, wanaokubali hoja zile zile. Hatukubaliani kwamba jamani hapa bwana ili jambo lishakuwa hivyo, wenye kufanya hivyo endelee na sisi huku tuendelea. Kitu angalie Uislamu wetu unakwenda vipi? Hatupo tayari katika hilo. Ndio umma wa Kiislamu tuliokuwa nao. Al-i'tisadu, kuwa na uchumi. Ukiwa na uchumi maana yake utakuwa ni mtawala na utakuwa mfalme mbele ya asiyokuwa na uchumi. Na ukikosa uchumi utaendelea kuwa mtumwa mpaka unaingia katika kaburi. Hatuoni mifano. Leo mtu kafanya kazi miaka yake yote mpaka 60 kastaafu, kamaliza kazi, kapewa kiinua mgongo chake, kakitumia vibaya. Lakini kuna kijana mdogo wa miaka 25 anafanya kazi PCCB, ana kigari chake, anamuita mzee wa miaka 60, anaambia watoto wangu utakuwa unanipelekea shule na kunirejesha, na mke wangu utakuwa unampeleka sokoni na kumrejesha. Mtu ana miaka 65 badala ya kula pension akaya leo wajukuu, katoka kuendesha gari we maroli we miaka yote, badala ya kupumzika anaanza tena kuendesha kigari kidogo dogo. Saa 11 alfajiri baada ya swala kashafika, baada ya hapo arudi nyumbani isipokuwa saa 2 usiku. Kinachomburuza kijana huyu au huyu mzee kwa kijana nini? Al-i'tisadu, uchumi. Ukiwa na uchumi utakuwa mfalme, ukikosa uchumi utakuwa mtumwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie katika hayo. Ndugu zangu katika imani, tutakapomaliza hutuba na kuingia katika swala, basi tunaomba tuweze kufanya subra. Tutakuwa na mazungumzo. Tupo wageni wenu, tumekuja kwa ajili yenu,
basi tunaomba tuweze kuwa pamoja kuanzia muda huo, na hatutokaa muda mrefu kubwa, tutaingia katika dua ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apate kutusahalishia katika yaliyokuwa yetu. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ورضيت على انبات الخلفاء الراشدون امير من سيدنا بكر الصديق وامير من سيدنا عمر بن الخطاب وامير من سيدنا عثمان بن عفان وامير من سيدنا علي بن ابي طالب وكل صحابة رسول الله اجمعين. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم صرف عنا سوءا بما شئت فشئت انك على ما تشاء قدير. اللهم احينا على كلمة التوحيد وامتنا على كلمة التوحيد واحشرنا على كلمة التوحيد. يا رزاق رزقنا رزقا وسعنا حلالا طيبا مباركا فيه كما انت تحب يا رب ترضى. يا رب انك تعلم بحال منا ضاقت علينا بارض ما لا حبد فارزقنا رزقا وسعنا حلالا طيبا مباركا فيه كما انت تحب يا رب ترضى برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.